kitabu kile ni cha Mathayo 14 mstari ule wa 28 hadi 33. Biblia inasema ya kwamba Petro akajibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao walipokuwa ndani ya chombo, wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, ni dakika chache, sema nasi na tupo tayari kusikia neno lako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asante sana. Napenda kuwashukuru mzee wa kanisa na viongozi wote. Sisi nifanyaje, maana mzee alinipa dakika 20 akanambia sasa hivi 10. Sisi nifanyaje? Unaweza niongezea hizo 10? Asante sana. Somo letu linasema katika dhoruba Yesu yupo. Katika dhoruba Yesu yupo. Tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1996 meli ya MV Bukoba iliweza kuzama na watu zaidi ya 800 waliweza kufariki dunia. Lakini kivuko cha MV Nyerere katika Septemba 2018 watu walifariki 41, na ndege ambayo inaitwa Precious Air ilikuwa na watu 19 katika mwaka ule wa 2022 iliweza kuingia katika dhoruba. Lakini sio hivyo tu, ajali ya treni Msagani Dodoma ilikuwa na watu 281, ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2002. Saa ilikuwa ni saa 2:30, ili watu waliweza kupoteza maisha 281. Lakini sio hivyo tu, watu 100 waliungua kwa moto kwa mlipuko wa gari la mafuta kule Morogoro. Wanafunzi 30 wa shule iliyoitwa Lucky Vincent Arusha kwenye ajali ya basi iliyotumbukia katika mto Mamela ulioko katika mlima Loita kule Karatu waliweza kupoteza maisha. Vifo vya watu wadogo kule Njombe ule mwaka wa 2019 waliweza kukatwa viungo vyao na kuvipeleka kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kufanyia matukio au mambo ya kishirikina. Lakini tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 1912 saa 2 usiku na dakika 20 meli kubwa na ya kushangaza ambayo ilikuwa inaitwa Titanic, ambayo ilikuwa imejengwa au kutengenezwa na Mwingereza mmoja aliyekuwa anaitwa Joseph Bruce Ismay, iliweza kuzama. Ilianza safari mnamo tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 1912 ikiwa ni saa 5 na dakika 40 nyakati za usiku na kugonga mwamba wa barafu katika bahari ile ya Atlantic. Ilikuwa ikitoka Uingereza na kwenda Marekani, na hii ilikuwa ni meli ambayo iliweza kugharimu paundi milioni 1.5. Hii ni sawa na bilioni 960 ya fedha za Tanzania, na urefu wa meli hii ilikuwa ni futi 882 na uzito wa tani 52,310 na ilikuwa inabeba watu zaidi
ya 2,200 na watu 1,500 waliweza kuzama na watu takribani 700 waliweza kuokolewa. Katika dhoruba Mungu yupo, katika dhoruba Mungu yupo. Na wakati meli ikiwa imeshakamilika na tayari wanataka kuanza safari, na huyu mmiliki wa meli alipoulizwa na kiongozi mmoja, unazungumziaje kuhusu hii meli? Akasema kwamba hii meli ni imara, hata Mungu mwenyewe hawezi akaifanya izame. Ukisoma kitabu kile cha Isaya, maua yakauka, majani yakauka, ua lanyauka, lakini neno la Mungu litadumu milele. Aliweza kutoa kufuru ambalo liliweza kumchukiza Mungu, na ndipo meli safari ya kwanza haikwenda raundi na ikapoteza thamani yake na kuzama na kugawanyika vipande viwili na kuzama majini. Katika dhoruba Mungu yupo. Ilipofika happy birthday ya mfalme Herode, wakati sherehe inaendelea na michezo ikiwa inaendelea, baadaye mtoto wa Herode akaanza kucheza, na kwa sababu ya kucheza mfalme Herode aliweza kupendezewa na kutoa pendekezo ya kwamba umecheza vyema, nikupe zawadi gani? Wakati mtoto wake alikuwa anafikiria, mama yake kwa haraka akamshauri, mwambie nataka kichwa cha Yohana, nataka kichwa cha Yohana. Akatuma mtumishi kwenda gerezani, kwa sababu Yohana alikuwa amefungwa gerezani, kwa sababu alimwambia mfalme, si halali kumchukua mke wa ndugu yako Filipo, tafadhali mwache. Na kwa sababu hiyo aliweza kumpeleka gerezani. Akakata kichwa, akaleta kichwa kile kwenye sinia. Wanafunzi wanapopata habari wakasikitika, wakaenda kumchukua mwili wake. Of course walizika kiwiliwili na kichwa kikiwa hakipo. Katika dhoruba Mungu yupo. Yesu anaposikia hizi habari zinamsikitisha, na ndipo anaamua kwenda mlimani kwa faragha kwa ajili ya maombi. Na ndipo baadaye watu wanapata taarifa ya kwamba Yesu amekuja katika eneo la kwetu, na ndipo wakawasomba watu waliokuwa na shida mbalimbali hasa za magonjwa. Yesu anasema akawahurumia na akaweza kuwaponya. Na masaa jioni yanaposogea, wanafunzi wake wanamwambia ya kwamba Yesu, hebu wapatie ruhusa watu waweze kwenda, maana ni masaa ya jioni, njaa sasa zimewauma, wanatakiwa waende wakatafute chakula mjini. Ndipo anasema hamna haja, kwani na nini? Ndipo anasema tuna mikate 5 na samaki 2. Na ndipo Yesu akaichukua, akaiombea na akawapa watu au wanaume 5 pasipo wanawake na watoto. Watu wakala na kusaza. Saa ya jioni yanapofika, Yesu anasema wanafunzi, wanasema Yesu tuko hapa, vukeni pale chombo nendeni. Wakiwa wanasitasita, Biblia inaeleza kwamba akawashurutisha wakaenda. Walipokuwa wakienda, yeye akajitenga, akaenda tena faragani kwa ajili ya kuomba. Na chombo kikiwa katikati, Biblia inaniambia kwamba kulikuwa na misukosuko, pepo katika bahari, meli ikiwa tayari chombo kile kina yumba kwa sababu kulikuwa na upepo wa mbisho. Na ndipo Yesu anaposogea kwa mbali, wanafunzi wanamuona, na wanapomuona hawaamini kama ni Yesu, na kwa sababu hiyo wakazani ni kivuli.
Maana ukiwa katika ng'ambo na katikati kuna maji, mtu akiwa anapita unaona kuna kivuli. Hauamini inawezekanaje mtu kutembea ndani juu ya maji, inawezekanaje? Na ndipo Yesu akitambua hilo akamwambia, msiogope, ni mimi. Na ndipo anapokaribia kile chombo, anasema wanafunzi wakapiga kelele. Na wanapopiga kelele, Petro akatamani naye angeweza kufanya kama Yesu. Na anapotamani kufanya kama Yesu, anamwambia Yesu ya kwamba, je, unaweza ukaniruhusu na mimi nikatembea juu ya maji kama unavyotembea wewe? Yesu akasema njoo. Akasema njoo. Yesu anatembea juu ya maji na Petro anashuka kwenye chombo ili atembee juu ya maji. Kwa hakika naanza kumwona, anaanza kutembea hatua ya kwanza, hatua ya pili. Baadaye anapoangalia pembeni, anakuta kuna upepo na misukosuko, anaanza kupata hofu, anaanza kuogopa, anaanza pengine anasahau ya kwamba aliye mbele ndiye Mungu ambaye amempa uwezo wa kuweza kutembea juu ya maji. Na pengine anapoanza kuzama, yawezekana alikumbuka wimbo ambao ulikuwa unasema, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nimeraha moyoni. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Anakumbuka huo wimbo, yawezekana, na anapokumbuka anaanza kujipa nguvu, anaanza kusema ya kwamba sio kwa nguvu zangu, ni kwa sababu ya nguvu za Yesu Kristo. Na ndipo anakumbuka ya kwamba nina sababu ya kumtegemea huyu Yesu, na ndipo anamwita Yesu, anasema, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Yawezekana katika maisha yetu tulikuwa dhambini, tulikuwa sio Waadventista, tulianza kuingia katika kanisa hili, na wewe wachungaji, wainjilisti walituita na tukabatizwa na tukaanza kutembea, ndio mambo yakawa ni mazuri. Lakini baadaye tulipoingia tulizani ya kwamba umtani kutakuwa na amani, hakutakuwa na dhoruba. Na ndipo baadaye katika familia magonjwa yanaanza kuingia, na ndipo biashara zetu zinaanza kuporomoka, na ndipo masomo yetu yanaanza kwenda isivyo, na ndipo tunaona mambo mengi ambayo yalikuwa yako sawa yanaanza kuporomoka, na ndipo hofu inaingia ndani ya mioyo yetu, na tunamsahau huyu Mungu, huyu Yesu alikotutoa. Kabla hujaingia ndani ya kanisa hili, yawezekana ulikuwa unatumia nguvu za giza ili biashara yako iweze kwenda. Na ndipo watumishi wa Mungu wakakwambia tegemee Yesu, na yeye ndiye atakayeweza kuiendesha biashara yako. Lakini baadaye ukaona mambo ni magumu, ukaanza kurudi nyuma. Petro alimkumbuka Bwana. Katika jioni ya leo, mkumbuke Bwana. Amen.
imani itatufanya tuweze kufanya mambo ya ajabu. Imani itaweza kutuondolea shaka ambayo ipo ndani ya mioyo yetu. Imani itatufanya tuweze kumtazama Yesu hata katika matatizo tunayoendea. Imani ndiyo itakayotufanya tuweze kuurithi uzima wa milele. Haleluya! Japo utaingia katika dhoruba, mtegemee Yesu. Yeye anasema yeye yupo pamoja nawe. Ndio utaona kama hayupo, lakini yeye anasema nipo na wewe hata ukamilifu wa dahari. Kuna nyakati yeye ataruhusu ya kwamba uingie kwenye shida ili imani yako iweze kudhihirika. Tunapofika mwisho, huu ni wimbo namba 129. Ni wimbo ambao uliweza kutungwa na mwanadada mmoja anaitwa Luisa, ambaye alikuwa ameolewa na mume wake alikuwa anaitwa Stadi. Walifanikiwa kupata mtoto mmoja. Na siku moja, of course ilikuwa ni likizo, waliamua kwenda ufukweni mwa bahari kwa ajili ya kulezi. Na masaa ya chakula mchana alipofika, waliendelea kula chakula. Lakini kwa bahati mbaya, wakiwa wamekaa pale, mume wake akasikia sauti ya mtu anayesema niokoe, na hiyo sauti ilikuwa ikitokea baharini. Na ndipo akatoka pale kwenye kiti, akaenda akaona kimbiza ni wapi sauti inapotokea, na ndipo anagundua ni baharini, na ndipo akazama. Katika harakati za kumuokoa, wote waliweza kuzama majini. Katika dhoruba, Mungu yupo. Wakafa na kuacha mke wake akiwa anahuzunika. Kisa hiki kinaeleza mambo ya chakula kilikuwa ni shida. Mtoto wake hata kusoma ikawa ni changamoto. Baadaye ikafikia hatua akamkufuru Mungu. Lakini baadaye aliamua kumrudia huyu Yesu. Na siku moja akiwa amemwomba Mungu, wakati anarudi nje alikuta mkate na kiasi cha fedha. Ndipo katika kufikiri akaamua kutunga wimbo unaosema kumtegemea Mwokozi kwa kutaa kabisa. Kukubali neno lake kwake lina raha moyoni. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Katika neno lake nahitaji ulinzi unaotoka kwake. Nafurahi kwa sababu ninakutegemea Mwokozi. Oh Yesu mpendwa, rafiki uwe nami dawa. Katika dhoruba hizi, kuna nyakati tutaingia katika dhoruba ili kuweza kuokoa watu wengine. Yesu Kristo aliingia katika dhoruba na kuuawa pale msalabani kuniokoa mimi na wewe. Petro aliingia katika dhoruba kwa ajili ya kumtetea Yesu Kristo na kukuliwa kichwa chini miguu juu. Lakini Yohana aliweza kuchemshwa kwenye mafuta japo kuwa hakufa kwa ajili ya kutetea ukweli. Stefano aliweza kupigwa mawe hadi kupoteza maisha yake kwa ajili ya kuokoa na kutangaza ukweli wa neno la Mungu. Stefano alipoteza maisha kwa sababu ya kutaka kuokoa maisha ya mtu. Je, jioni ya leo katika dhoruba tunazopitia, tupo tayari kupoteza maisha yetu kwa ajili ya uhai wa watu wengine? Lakini jioni ya leo nikutie moyo ya kwamba utapitia dhoruba, lakini usimwache Yesu. Wapendwa, utapitia dhoruba, lakini usimwache Yesu. Haleluya! Kwani kama sio tamanio lako la kusema kwamba sitakata tamaa, nitakutegemea wewe katika nyakati zote,
ninahitaji uwe kiongozi, kwa sababu wewe nimekuchagua uwe rafiki yangu. Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Kumtegemea Mwokozi